Saa 1:02 saa za Afrika ya Mashariki, nikitumai kwamba umekuwa na siku ya kufana, na kwa namna hiyo nikikusabahi popote pale ulipo, nikikukaribisha kujuze yale ambayo yamejiri humu nchini sawa na mataifa ya kigeni. Lakini kabla hatujaingia kwa hayo yote, haya ndiyo yaliomo. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika TV47 wikendi. Watu 6 wafariki dunia katika ajali mbaya iliyohusisha basi na gari ndogo eneo la Soisambu katika barabara kuu ya Nakuru kuelekea Gilgil, huku mwingine mmoja akifariki baada ya lori kukosa mwelekeo na kugonga duka la kuuza vifaa vya ujenzi katika barabara ya Kamandura kuelekea Mahimayu. Idadi ya wanaougua maradhi ya saratani katika kaunti ya Meru yaongezeka kwa kiasi kikubwa, huku uhaba wa mashini za uchunguzi pamoja na wataalamu zikiwafanya wengi kukosa matibabu. Yafaa serikali ifanye juhudi za kuchunguza chanzo na kiini hasa kwa nini kansa ni nyingi sana hapa. Na makanisa ya dhehebu ya Kipentekoste yaelezea wasiwasi wao kuhusu mapendekezo ya sheria ya kudhibiti makanisa humu nchini. Na karibu popote pale ulipo katika taifa hili la Kenya. Jina langu Elizabeth Mutugo, kwenye meza lugha ishara yupo Roda Nyamai. Unawasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, ukurasa wetu wa X. Kauli yako siku zote inakubalika. Kumbuka siku zote hapa ndani ya TV47 Weekendi tunachukua maoni yako mbalimbali na tutakuwa tukisoma baadaye. Moja kwa moja ni kwamba watu 7 wamefariki dunia katika ajali 2 tofauti za barabarani katika kaunti za Nakuru na Kiambu. Katika ajali ya kwanza, watu 6 waliokuwa wakisafiri kutoka mazishini katika kaunti ya Kisumu wakielekea jijini Nairobi walifariki dunia baada ya gari ndogo walimokuwa wakisafiria kugongana ana kwa ana na basi eneo hatari la Elementaita, kaunti ya Nakuru, katika sehemu ya barabara ya Nakuru Gilgil ambayo imeshuhudia vifo vya watu 13 wiki chache zilizopita. Katika tukio la pili, mtu mmoja amefariki dunia Mutarakwa Kiambu baada ya lori lilodaiwa kufeli breki kuingia kwenye duka la vifaa vya ujenzi. Taarifa hii na mwandishi wetu Willy Dennis Njiru kutoka kaunti ya Nakuru. Ni vifusi vya gari dogo lililokuwa limewabeba wanaume 6 waliofariki papo hapo baada ya kugongana ana kwa ana na basi hili katika eneo la Soisambu, Gilgil, mahali ambapo wiki chache zilizopita familia moja iliwapoteza wapendwa 13 katika ajali nyingine mbaya. Hii ni ajali ambayo ilitokea asubuhi mwendo wa saa 8:30 hivi along Nairobi Nakuru Highway, na ilihusisha magari 2. Moja bus kampuni ya Promise na ingine gari ndogo aina ya Nissan Windroad, ambayo Nissan Windroad imethibitishwa ilikuwa na watu 6. Watu 6 wote kwa bahati mbaya wakafariki. Uwanja wa kituo cha polisi cha Gilgil unaonyesha uzito wa mkasa huo, huku OCPD wa Gilgil Winston Mwakio akimlaumu dereva wa basi kwa kusababisha maafa hayo alipokuwa akijaribu kupita msururu wa magari madogo, ikiwemo gari lililohusika katika ajali. Kufika hapo maeneo ya ajali, inasemekana basi ilitoka kwa lane yake ikataka ku overtake magari zingine. That's when hii gari kidogo ikakutana na hii ingine. Sasa basi zipokutana sasa ndio kutana head on, ana kwa ana. Kwa mujibu wa Mwakio, waliopoteza maisha huenda walikuwa wakitoka mazishini Kisumu na walikuwa safarini kurejea jijini Nairobi wakati wa mkasa huo. Bado hatujapata family members. Tunafanya uchunguzi tujue kama walitoka mazishi, although inasemekana walitoka mazishi. So kwa hivyo tutadhibitisha, alafu tutawapea habari kamili. Barabara ya Nairobi kuelekea Nakuru imeendelea kuwa hatari, hasa msimu wa likizo, huku maeneo kama Soisambu, Kikope na Mbaruk yakitajwa kuwa miongoni mwa sehemu hatarishi zaidi. Kwingineko katika kaunti ya Kiambu,
Mhudumu wa duka la vifaa vya ujenzi amefariki baada ya lori lililodaiwa kukosa breki kuingia dukani kwake eneo la Mutarakwa. Wakazi sasa wanataka KENHA kuweka matuta na kudhibiti kasi katika eneo hilo. Hii lori imetoka kutoka na huku juu kutoka kwa Mbera, ikakuja ikakanyanga mawe na ikakanyanga container, ikapanda juu ya gorofa na ikapita na waya za stima, moto ukawaka, imeshuka. Alafu kuja hapa hivi mimi hadi siko nadhani itapita hizi mamawe, nilikuwa nadhani itagonga hapa ingie. Mjamaa amepiga breki ifinyiki, kwambia ameenda kama amepanda, si mnaona amepanda. Sasa unajua anakuja kurealize hapa haina breki, sasa yenye imepita. Willy Dennis Njiru, TV47. Na muungano wa wachungaji wa Kipentekoste humu nchini umeibua wasiwasi kuhusu mswada wa kudhibiti makanisa wa mwaka 2024 unapopendekezwa na afisi ya mwanasheria mkuu, wakiutaja kama hatari zaidi kwa uhuru wa kuabudu. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Samira Mohamed, ni kwamba mswada huo unapendekeza kuanzishwa kwa afisi ya msajili wa madhehebu ya kidini, kama vile makanisa ambayo itakuwa na mamlaka kusajili na kufuatilia mbali mashirika na viongozi wa kidini wakati wowote, katika kile serikali inasema kuwa ni jitihada za kumaliza hulka na itikadi kali za kidini kama ilivyo katika janga la Shakahola. Kufuatia mauaji ya Shakahola na ya Kwabinzaro ambayo yalitikisa taifa, serikali ya Rais William Ruto sasa inaonekana kuweka msimamo mkali wa kudhibiti shughuli za kidini nchini, mitandaoni na hata kisheria. Tumesema ya kwamba maneno ya religious extremism, ile ambayo inatuletea hasara kama ile tulipata kule Shakahola, lazima tuzuie. Hatua ambayo imepingwa vikali na muungano wa wachungaji wa Kipentekosto nchini Kenya. If passed into law, this bill shall curtail the doctrinal independence of small and local churches in Kenya, to disenfranchise them, notwithstanding the fact that they comprise a large percentage of Christians. Muungano huo sasa unaibua wasiwasi kuhusu mswada wa kudhibiti makanisa wa mwaka 2024 unaopendekezwa na ofisi ya mwanasheria mkuu, wakitaja kuwa tishio kwa uhuru wa kuabudu. They also limit the opportunity for churches to benefit from diverse expertise of its office bearers. Of note, the bill sets out a series of offenses in clause 62. Miongoni mwa vipengee vinavyozua hofu ni pendekezo la kuanzishwa kwa afisi ya msajili wa madhehebu ya kidini yenye mamlaka ya kusajili na hata kufutilia mbali mashirika na viongozi wa kidini wakati wowote. The clause makes it mandatory for a religious organization seeking to be registered to consist of 50 members and have 3 office bearers who must have a certificate, diploma, or a degree in theology and obtain a letter of recognition from the umbrella religious organization. Such requirements will only serve the interest of established umbrella organization, strip away the doctrinal and operational independence of small and particularly Pentecostal local churches. Sehemu tata ya mswada huo inapendekeza faini ya shilingi milioni 5 au kifungo cha hadi miaka 20 kwa makanisa au viongozi watakao kiuka sheria hizo mpya, jambo ambalo viongozi wa kanisa wamelitaja kuwa njia ya kuwakandamiza. Given the hefty fines and lengthy prison times prescribed for these offenses, the bill is likely to be abused by rogue elements to frustrate, intimidate, threaten, and silence the church from speaking out
on issues affecting Wanjiko. Kufuatia mauaji ya Shakahola ambako zaidi ya miili 420 ilifukuliwa kati ya Aprili na Oktoba mwaka 2023 na yale ya kwa Binzaro ambako ufukuzi wa miili bado unaendelea, serikali imeonekana kuchukua tahadhari kali zaidi ili kuzuia vifo vinavyoweza kuchochewa na itikadi kali za kidini. Miezi miwili iliyopita, msemaji wa polisi Moshiri Nyaga alisema masaibu ya Shakahola yalipaswa kuwa funzo, lakini mapengo katika uratibu wa mashirika ya usalama yalisababisha historia kurudiwa kwa Binzaro. Samira Mohamed, Runinga ya TV 47, Nairobi. Kazi safi, Samira Mohamed. Na wakazi wa Meru wanazidi kulemazwa na athari ya saratani, ugonjwa ambao umegeuka kuwa mzigo mkubwa wa kifedha na kihisia kwa familia nyingi humu nchini, huku uhaba wa vifaa na wataalam ukizuia upatikanaji wa matibabu bora. John Javarkiania ni mwanahabari wetu kutoka Meru na anatujuza mengi zaidi. Janga la saratani katika kaunti ya Meru limeendelea kuwa mzigo mzito kwa familia nyingi, huku gharama ya matibabu ikiwaacha wengi wakiwa wamefilisika, licha ya kuwepo na bima ya kitaifa ya afya SHA ambayo inasema kuwa inawasimamia wanaougua saratani. Katika kaunti hiyo, ugonjwa wa saratani umeenea kwa kiwango karibu sawa kati ya wanaume na wanawake. Sasa tulipotoka kwa NHF tukaingia kwa SHA, tumekuwa allocated kwa mwaka moja 550,000. Chemotherapy moja saa hii inafanywa between 100,000 na 150. Kwa hivyo 1,500 ambao serikali inatengea watu ni chemotherapy 3. Ile miezi mingine 7 unakaa bila dawa. Hata hivyo, saratani ya tezi dume imeibuka kuwa tishio kubwa kwa wanaume, huku saratani ya matiti na ile ya shingo ya kizazi zikitajwa kuwa miongoni mwa aina za kawaida zaidi kwa wanawake. Like in Meru Hospice, right now we have almost close to 500 patients that are coming in with cancer. And I want to say in that number, almost 3/4 of the patients maybe cancer of the breast and cancer of the cervix, and also of course cancer of the prostate in men. And it's a big number. It's a bit difficult to manage all those numbers, bearing in mind that like in Meru Hospice we are only 2 specialist nurses. Kwa mujibu wa wataalamu wa afya, ongezeko la visa vya saratani ya tezi dume na matiti linazua hofu, hasa ikizingatiwa kuwa wengi ugunduliwa wakiwa katika hatua za mwisho, hali inaofanya matibabu kuwa changamoto na ghali mno. Saizi katika area ambayo natoka kuna watu wamekufa kama 5 toka SHA yaanze kusitisha huduma zake, na hiyo ni pigo sana mbaya sana kwa familia. It's very, very bad when you realize that when you go to Nairobi, to these buses you're finding people that are there. They are only Meru people. There are very many. Kutokana na hali hiyo, baadhi ya wadau katika sekta ya afya wameanzisha kampeni za kutoa hamasa kuhusu umuhimu uchunguzi wa mapema na wa mara kwa mara. Hii work tunaifanya kusensitize the public about cancer na maana ya kufanya early detection, mtu anaenda early tests, na pia raise funds za kusaidia wale watu ambao wameathiriwa na kansa. Hata hivyo, uhaba wa mashine ya uchunguzi wa saratani na wataalamu wa saratani umesababisha wagonjwa wengi kulazimika kusafiri hadi nje ya kaunti ya Meru kutafuta matibabu. One of the guidelines of a level 6 hospital for it to be registered as a level 6 hospital is a comprehensive cancer and research center, and that is what we are hoping to establish so that we bring in the radiotherapy machines now. Wito umetolewa kwa serikali kuhakikisha ya kwamba bima ya SHA inagharamia matibabu ya saratani kwa wagonjwa humu nchini, huku hospitali za mashinani zikipigwa jeki ili kudumu wagonjwa hao. Kutoka hapa kaunti ya Meru, jina langu ni John Javakiania.
Asante sana John Javar, na tunatumai kwamba kutakuwepo na suluhu kwa wote ambao wanapitia changamoto hizo. Mgogoro unazidi kutokota katika chama cha ODM kuhusu iwapo chama hicho kitakuwa na mgombea wa urais ifikapo mwaka 2027 au la. Hili linajiri kipindi ambacho wajumbe wa ODM walipendekeza kuwa ama wanasema kuwa ipo haja ya kuwa wanachama zaidi katika serikali jumuishi. Haya yanajiri huku upande kinzani unaoongozwa na katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna ukishikilia kwamba chama hicho kitamuunga mkono Rais William Ruto kitamuunga mkono Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Iwapo Rais William Ruto ataridhia ombi la kuwajumuisha Oburu Odinga na Winnie Odinga katika serikali pana ya broad-based government, hatua hiyo huenda ikaleta mabadiliko makubwa katika uongozi wa chama cha ODM na pia kufungua mlango wa uungwaji mkono kutoka eneo la Nyanza ifikapo mwaka wa 2027. Pendekezo hilo lilitolewa katika mkutano wa wajumbe wa ODM uliofanyika Bondo, Siaya, ambapo mjadala kuhusu mustakabali wa chama hicho ulitawala. Hatua hiyo imeibua maswali kuhusu urithi wa uongozi ndani ya ODM, huku baadhi ya wanachama wakihofia kuwa nafasi ya kinara huenda ikahitaji kutwaliwa na mwanachama mwingine. Tayari kuna mvutano kuhusu iwapo ODM itasimamisha mgombea wa urais mwaka 2027, huku baadhi ya viongozi wakisema chama hicho hakijajiandaa vya kutosha kwa kinyang'anyiro hicho. Akasema kama chama lazima tujiandae kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2027. Na wale ambao wanaeneza mambo mengine hapa, baba alisema who has told you? Who has told you? Mbunge wa Lego Usonga Samuel Atandi anasema ODM kushiriki katika serikali ni mkakati wa kudumu, si wa mpito. ODM is not ready to run for presidential candidate in 2027. The party is not prepared to field a candidate. And that is why we are saying that William Ruto is a former member of ODM. We have gone back to our former members to help us rejuvenate ODM. Mbunge wa Game Elisha Odhiambo anasisitiza kuwa malengo ya ODM kwa sasa yanapaswa kuendeleza umoja wa kitaifa, si siasa za urithi. The governor of Tanzania came to Bondo with some funny looking cows. After bringing funny looking cows, he has no authority to advise the Luo nation. When the people's president passed on, he left us in Canaan with William Samoei Ruto. Aidha, mwenyekiti wa jamii ya Luo Nyandiko Ogadi aliwataka wanachama wa ODM kutuliza joto la kisiasa na kumwenzi hayati Raila Odinga kwa heshima na utulivu. Hapa nataka sisi bado wiki moja ni watu wengine natoa maneno ya matusi, hiyo ni mbaya. Mimi naomba nyinyi yote Wajaluo, wakijana, wase, atulia tu. Matamshi haya yanajiri wakati mjadala mzito unaendelea kuhusu mwelekeo wa ODM na nafasi yake katika siasa za kitaifa, mjadala unaogusa urithi wa kisiasa, ushawishi wa kitaifa na mustakabali wa upinzani. Paul Kirobi, TV47. Kazi safi Paul Kirubi. Unajua yule huwa anajiita brand, na aliniambia ni brand pia wa siasa. Familia ya Stephen Karembo, kijana aliyefariki dunia kwa kuzama baharini wakati wa mashindano ya East African Ocean Festival, inalilia haki ukikilia kutekelezwa na waandalizi wa tamasha hilo. Licha ya matumaini ya kusaidiwa, familia hiyo sasa inalazimika kuandaa mchango kufanikisha mazishi, huku mkewe mjamzito akibeba mzigo wa familia changa bila mmewe. Familia nyingine mbili pia zinakumbwa na changamoto za gharama ya kusafirisha miili hadi Nyanza. Ni katika eneo la Mikindani, Jomvu, kaunti ya Mombasa, ambako wakazi wamejitokeza kusimama na familia ya marehemu Stephen Karembo, mtoto wa kiume wa pekee katika familia yao aliyekutana na mauti alipokuwa akijitafutia riziki katika bahari Hindi. Mimi nimetembelea hizi family wakiwa leo wana matayarisho ya mchango na tumeweza kuwasaidia kadri vile ambavyo tunaweza. Kwa ajili ya Arabe. Majonzi yanadhihirika waziwazi hasa kwa mkewe Stephen Eunice Okola ambaye ni mjamzito, sasa anakabiliwa na mzigo wa gharama ya mazishi na kulea familia changa bila mmewe. Nikampigia simu masaa ya mchana hivi lunch time. Nikamwambia wako mimi nachana pesa ya lunch, akanitumia pesa ya lunch, akaniambia jichunge na uniangalie mtoto.
Hivyo tu, alafu akaniambia tunaingia kwa maji, nikitoka tu nitakupigia. Hiyo ndio ilikuwa maneno yake ya mwisho. Familia hiyo bado inaomboleza ikidai kutopata msaada wowote kutoka kwa waandalizi wa hafla hiyo ambao wanashutumiwa kwa kutozingatia usalama wa vijana waliokuwa wakishiriki michezo hiyo katika Bahari Hindi. Sunza waliandaa hiyo michezo na kulikuwa na manevi. Huko Jomvu pia walishaiandaa hiyo michezo na kulikuwa na waokoaji. Hata nimesikia Sunza kuna watoto pia walizama na saa hiyo hakumaliza hata dakika 10. Saa hiyo wakaokolewa. Mfanye juhudi na wapate haki zao so that familia wakae na amani. So I will urge also our elected leaders, we demand for justice for the bereaved family so that the family get justice for their children. Kwa sasa familia inajiandaa kumpumzisha mpendo wao mwishoni mwa juma hili katika eneo la Ganze, kaunti ya Kilifi, wakishikilia matumaini ya ahadi za serikali za kufadhili gharama ya mazishi. Tusaidie mambo ya kuzika, mambo ya chakula, mambo yote tusaidie kwa sababu hii ni mambo ya ghafla. Kama kuna promise ambayo ilipeanwa, nitafanyia follow up. Mimi nami kama kiongozi nitafanya follow up nione vile wamepata ili familia iwe itapenda kupata hizo fidia. Familia nyingine 2 pia zinakumbwa na changamoto hiyo ya gharama, zikitazamia kusafirisha mili ya wapendwa wao hadi eneo la Nyanza kwa mazishi. Quinto Wafula, TV47, kaunti ya Mombasa. Kisalia huko Mombasa ni kwamba wanajeshi wanamaji kutoka humu nchini wakishirikiana na maafisa wa NACADA wamenasa meli iliyokuwa imebeba kilo 1024 za dawa za methamphetamine yenye thamani ya shilingi bilioni 8.2 katika Bahari Hindi, kaunti ya Mombasa. Raia 6 kutoka Iran wamenaswa wakisafirisha shehena hiyo haramu. Kwa mjibu wa mkuu wa DCI, meli hiyo ilikamatwa kilomita 680 ndani ya Bahari Hindi katika operesheni ya pamoja iliyosimamiwa kutoka Mombasa. Hadi sasa haijabainika meli hiyo ilitoka nchi gani, lakini uchunguzi unaendelea kwa usaidizi wa serikali ya Marekani na unalenga kufichua mtandao mpana wa usafirishaji wa dawa za kulevya kupitia pwani ya Kenya. Ni taarifa ambayo tunafuatilia na baadaye tutakuwa tukikuletea kwa kina. Kumbuka yapo mengi ambayo tunasonga nayo ndani ya TV47, lakini kumbuka pia ndani ya TV47 kwa ushirikiano na Spoti TV ndio unaweza kutazama mechi za EPL. Lakini tukisonga mbele ni kwamba mbunge wa awali wa Wajir Mashariki Rashid Kassim Amin amejiunga rasmi na chama cha United Democratic Alliance UDA, akisisitiza kuunga mkono ajenda ya maendeleo ya Rais William Ruto. Mbunge Kassim amesema uamuzi wake si wa maslahi binafsi bali dhamira ya kweli ya kuleta maendeleo kwa wananchi wake. Alielezea kuwa alifanya mashauriano kabla ya kuhamia UDA, huku akiahidi kushirikiana na karibu na serikali katika utekelezwaji wa miradi ya maendeleo na sauti dhabiti kwa Wajir na kanda ya kaskazini mashariki. Katibu mkuu wa UDA Senator Hassan Omar Hassan amemkaribisha rasmi, huku Yusuf Abdi kutoka ofisi ya Rais akiambatana naye. Been formally received by Secretary General Hassan Omar. He has formally received me in his office. I have formally registered as a member, as a UDA member, and will make that declaration again in Wajir, which is my home turf constituency. This meeting is a formal exit from Wiper Patriotic Front, which I have been a ranking member for many years, and decided to join the United Democratic Alliance UDA under the leadership of His Excellency President William Samoei Ruto. This decision is not about personal gains or a political convenience. It is about development and partnership and service to my people. It's about ensuring that the people of Wajir and Northern Kenya at large are fully part of the national transformation agenda. We are making it, and we are going to arrange in due course a massive rally in Wajir Orehe ground in the near future. And the intention of that is for grassroots mobilization of the party and for ensuring that there's a commitment and registration of voters continue.
Ni wanasiasa na siasa. Kwingineko katika masuala ya elimu ni kwamba chuo kikuu cha Mount Kenya kimepata basi jipya aina ya Marco Polo na kuwa taasisi ya kwanza nchini kumiliki basi ya aina hiyo. Naibu Chancellor Professor Deogratius Jaganyi amesema basi hilo litawezesha wanafunzi kusafiri kwa urahisi na shughuli za kitaalam kwa jamii. Hafla hii ya makabidhiano imefanyika katika uwanja wa mahafala wa MKU ikihudhuriwa na mwenyekiti mwanzilishi wa chuo hicho Professor Simon Gisharu, ambaye pia amekabidhi vifaa vingine vya michezo kwa wanafunzi. And I had it, and I was trying to, when I was convincing my son that this is our savings, ile kidogo tumeweka pahali, nikamwambia hebu tuvuje hiyo. Na akaniuliza ni kwa nini dadi tuvuje hiyo, na nafikiria ni ya kesho. Nikamwambia no, you had it. You had the about our students when they go to sports, they go to drama. They are bragging they were number one, or they have won trophies. But when the time for going home comes, they walk around, wanatembea huko, kila mtu aondoke kwa sababu they were not sure whether their bus ikigurumishwa itawaka. Mnasikia hiyo? So nikasikia vile mnasema mko ndani ya bus, you are not sure whether you will reach home, isn't it? You have been invited in Kampala, Uganda, but you can't go there because you are not sure whether you will be lost in the forest. And I cannot also promise the parents that they are. Bila shaka mpenzi mtazamaji, wanasema siku zote kilicho na mwanzo kina mwisho. Na kufikia hapo, mimi Elizabeth Mutuku na mwenzangu kwenye meza ya lugha ya ishara Roda Nyamai hatuna budi kukamilisha awamu hii. Lakini kabla sijaondoka, nimearifiwa na Emmanuel mwelekezi wangu kuwa Marco Polo ni basi moja kubwa zaidi na la kipekee. Sasa tukasema kuanzia wiki ijayo tutatafuta namna ya kwenda kudandia, kisha tutakupa taarifa zaidi. Sasa tutakuwepo hapa Betty Kialo kukujuza mengi zaidi kuhusiana na yale ambayo yamejiri humu nchini na kaunti zote 47. Kwa heri kwa sasa.